Huu ni mto Faheli unaopatikana Babati mkoani Manyara. Mto huu hutiririsha maji yake mpaka ziwa Manyara. Maji haya mengi unayoyatazama kipindi cha mvua, maji yanapozidi, ziwa Babati huwa linatema maji yake na kuelekea katika mto huu ambayo yanatiririshwa mpaka ziwa Manyara. Mto huu umechukua maisha ya kijana mdogo, mtoto mdogo mwenye umri wa miaka 3 na miezi 7, mtoto wa kiume aitwaye Samiu Salim. Inaelezwa kuwa mtoto huyo siku ya tarehe 19 ya mwezi huu wa 4 mwaka 2025 akiwa shambani na baba yake katika mtaa wa Mruki, wakati baba yake akiendelea na shughuli za umwagiliaji hapa na pale, wakati anageuka hakumuona mtoto pale alipomwacha. Jitihada mbalimbali zilifanywa na viongozi mbalimbali wa mtaa huu wa Mruki kwa kushirikiana na jeshi la magereza pamoja na jeshi la uokoaji mkoa wa Manyara kumtafuta mtoto huyo. Hatimaye majira ya saa 12 za jioni walifanikiwa kupata mwili wa mtoto huyo katika eneo la Sora kwenye mto huu wa Faheli unaotiririsha maji yake mpaka ziwa Manyara. Mwenyekiti wa mtaa wa Mruki amethibitisha kutokea kwa tukio hilo na haya ni maelezo yake. Mimi kwa jina naitwa Abdillahi Rajabu, ndio mwenyekiti wa mtaa huu wa Mruki. Jana tarehe 19 nafikiri, milango ya saa 8 au saa 9 hivi nilipata taarifa kutoka eneo la tukio kule kwamba kuna mtoto amesombwa na maji ambaye ni mwananchi wangu hapa. Basi nilikwenda kule, kufika kule nikajiridhisha, nikatoa taarifa kwa wananchi. Wakatoka kwenda, nikatoa taarifa zimamoto, wakaja. Kwa ujumla kazi ilifanyika vizuri. Tena vizuri sana, kuanzia saa 9 mpaka saa 12 wakawa wamempata. Nitoe pongezi kubwa kwa majeshi yote mawili ya jeshi la zimamoto na jeshi la magereza, kwa sababu huyu aliofiwa yule baba wa mtoto ni anafanya kazi magereza. Kwa hiyo vijana wa magereza, askari magereza wengi sana walijitokeza. Wamefanya kazi kubwa sana ndani ya maji, wakampata huyo mtoto pamoja na zimamoto na wananchi wote kwa ujumla. Wito wangu tu kwa wazazi wote wanayenisikia, ni vizuri kuwa makini kwa watoto wadogo, kwa sababu watoto hawaelewi kitu chochote. Hii tukio la jana ni la bahati mbaya, lakini tuwe makini, bahati mbaya za aina hizi sio zinaendelea kujitokeza. Hii tukio kwenye mtaa huu ni kama tukio la 4 au la 5. Mengine huwa marehemu wanaletwa tu, tunakuja kuwatoa hapa mto Faheli. Kwa sasa hivi huko kwenye mvua zilipozidi, maji yalijaa, umebomoka kutoka ziwa Babati. Kwa hiyo maji ni mengi. Hapa katikati yalipungua, lakini mvua zilipoanza tena, maji yakaanza tena upya. Kwa hiyo maji yale yana nguvu, sio ya kufanyia mchezo hata kidogo. Hata mtu mzima yanampeleka, yanamuua. Rai yangu mimi ni kwamba niwaombe tu waache hiyo kitu, kuwapeleka hasa watoto, kwa sababu watoto wakiona baadaye wanakwenda wao peke yao. Na huwa nawapitiaga na waeleza. Kuna wengine walikuwa wanatega samaki, niliwakanya humo. Sasa hivi wameacha. Sasa hivi hamna watu wanayeshughulika, ni hili tukio tu limetokea jana kwa dharura, kwa bahati mbaya. Nao majirani ambao walishiriki katika zoezi zima la uokozi wanaeleza. Kiwa hapo kijijini mtaani, tulikwenda hadi mtoni kwenda kuangalia, tukakuta watu wanaendelea kutafuta, na huyo mtoto alikuwa ni familia ya askari magereza. Tulikuta askari magereza wengi wakitafuta, basi tukashirikiana nao na vijana wazamiaji ambaye tunao hapa kijijini, ambaye ni bwana mmoja anaitwa Shija Masanja na Hatibu kama sikosei, walikuwepo na ndio waliofanya jitihada ya kumpata huyo mtoto maeneo ya Sora, kama kilomita 10 kama sikosei kutokea hapa, ndipo walipomkuta huyo mtoto. Kwa kweli kwenye mto huo ni kama tukio la kama Sora 3 au la 4. Na mara nyingi na wengine huwa wanaletwa na maji kutoka sehemu nyingine, lakini huwa
tunaona hapo mwenye eneo hilo, lakini tuseme ni kama tukio la kama 7 inaweza kafika. Kama mzazi naweza kuambia kwamba kipindi hichi cha mvua ziwa Babati linafurika. Kwa hiyo waangalie watoto wao, na kama mzazi, lakini kama ile tukio la jana limetokea, hatuiti uzembe wa mzazi, ni bahati mbaya, lakini mzazi unatakiwa uwe na tahadhari, usitegemee bahati mbaya tu, uwe na tahadhari ya kujua mimi napomwacha mtoto wangu yeye anakuwa katika mazingira gani na mimi niko wapi. Je, lolote likimtokea naweza nikamuwahi? Kwa hiyo kwa mzazi inatakiwa unapokuwa na mtoto basi uwe makini sana kuwa na mtoto, hasa mtoto mdogo kama yule wa miaka 4. Hawezi akaelewa kitu chochote, anaweza kafanya kitu kama utani baadaye. Naitwa Majid Hamisi Mariri, ni mjumbe wa serikali ya mtaa wa Muruki. Binivua raundi ya saa 8 tukapata taarifa ya kwamba kuna bwana mmoja hapa, yeye ambaye ni askari magereza, alienda na kijana wake maeneo kwenye mto hapo. Alisema alikuwa anang'oa miti na nini, alikuwa mpakia kwenye pikipiki. Sababu nzuri katika wakati anang'oa miti yake ile na nini, amemwacha mtoto wake kwenye pikipiki. Sasa kuja kurudi ndo akaangalia tu akakuta yebo. Sasa mmoja liko kwenye maji, jingine liko hapo chini. Sasa ndo akashtuka. Katika taratibu wa kufuatilia ndo kidogo na jamaa mmoja alikuwa anaoga mbele, akamwona yule mtoto. Lakini yule jamaa katika kufuatilia naye, kwa sababu alikuwa hajavaa nguo, amepambana na alikuwa ni mzee, akashindwa kumiliki ile hali. Kwa hiyo ikabidi jamaa apige simu wa kambini kule na kwa wananchi, na serikali ya mtaa ikabidi atoe taarifa, ikabidi wananchi waende kwenye eneo la tukio kwenda kumtafuta huyo mtoto. Juhudi zilifanyika kuanzia raundi saa 8 mpaka saa 12 jioni, ndio yule mtoto akawa amepatikana. Na amepatikana maeneo ya huko, kuna sehemu inaitwa kwa Ama karibu Sora huko chini. Na hii bwana alienda na pikipiki yake na mtoto wake. Mtoto wake ana miaka kama 3-4. Sasa ni mazingira ambayo ni ya kawaida. Tunadhani yule mtoto alitamani labda ile maji. Unaona, sasa ndio ikabidi kama vile alivutiwa na ile maji. Sasa sijui alitamani nini, kwa ikabidi aende na ile maji. Tukio kama hili kwa kweli, waandishi wa habari, hili kwanza ni funzo kwa wananchi, kwa sababu moja, tunapata hasara; pili, tunapata matatizo, tunapoteza familia, na hii si chini ya mara ya kwanza. Hii zoezi ni zaidi ya mara 7 sasa hivi au 8. Kwa sababu mara moja kuna kipindi ilitokea watu wanafua tu pale korongoni, mmoja anafua, mtoto akaondoka na maji, mwingine aliletwa akaondoka na maji, huyu kama wajana tena ameondoka. Yaani tuseme ni kama bahati mbaya zinatokea. Lakini nayo kwa upande mwingine ni mapenzi ya Mungu. Sasa hatuwezi kulaumu sana, ila tu nashauri kwamba wazazi wawe makini na watoto wao kwenye maeneo ambayo ni ya hatari. Kifo cha mtoto huyu kinatoa funzo kwa wazazi pamoja na walezi kuwa makini na watoto wao, haswa wanapofika maeneo kama haya. Inaelezwa kuwa si tukio la kwanza kutokea katika mto huu Faheli, kwani zaidi ya watu 5 tayari wamepoteza maisha kupitia mto huu. Kutoka hapa mjini Babati, jina langu ni John Walter.